ufalme wa Mungu utaingia peke yako kuwa Muislamu, ndugu yangu. Na kama wazazi watakukataa, sisi Waislamu tuko tayari kukupokea mikono miwili. Tena mimi nitakuchukua mpaka madrasa yangu Mombasa, Markaz Al-Ikhlas. Utasoma kwa miaka 6. Ukitaka shule unaingia shule na unaingia madrasa, na utakuwa boarding, haulipi hata ndururu. Maradhi yako na kutahiriwa kwako kama bado, sisi tutakusimamia. Bora tu nitaenda kwa kijiji chenu nionane na wazazi wako pamoja na area chief, nipate karatasi original ya chief kwamba kijana amesilimu na nimemruhusu anaenda kusoma. Basi unasemaje kijana? Kwa sababu yeyote anayetegemea wazazi, wazazi wana hukumu zao kivyao, kweli si kweli? Sasa wewe hukumu yako iko kando. Tunakuhitaji sana kwenye Uislamu, ndugu yangu Alex. Ni wewe ukae chini ufanye maamuzi. Umenielewa? Unasoma shule? Wazazi wako wapi? Wako Huruma. Huruma, baba na mama. Ndio. Na hii kazi unafanya, unawapelekea pesa wao pia? Ni yako. Kumbe unaweza kujitegemea mwenyewe. Sawa si sawa? Sawa. Sasa fanya maamuzi. Haja baligh ndio. Lakini akiingia kwenye Uislamu yule bado ni yule haja baligh, lakini huyu una miaka mingapi? 19. Siwezi muachia hata mtoto wangu. Ati bado ni mtoto acheze na watoto wangu nyumbani. Wewe huyu miaka 19. Uko na ID? Anwar, kuna kitambulisho. Ako na ID? Huyu ni mtoto. Uko nayo ID hapo? Jabeba lakini. Sasa kumbe wewe ni over 18. You can make your own decision. What's the problem? Unaweza kujiamulia bwana. Shida iko wapi? Uko tayari kujiamulia? Niko tayari. Unajiamulia kuwa Muislamu ama unajiamuliaje? Nimejiamulia kuwa Muislamu. Leo uko tayari? Ndio. Kwa roho moja. Waislamu takbir. Leo ingelikuwa ni mtoto ingelikuwa haina haja ya shahada. Lakini ni over 18 mpaka kuna ID. Hebu ngoja. Kijana tueleze ukweli. Wewe ni over 18 ama ni under 18? Over 18. Hii ni watu 07. Ngoja. Waislamu mnasemaje? Hebu wangapi wanasema asilimishwe? Mkono juu. Haya, mkono chini. Wangapi wanasema yule ni Muislamu tayari, haina haja ya shahada? Mkono juu. Mmoja peke yake. Chukua maiki. Yeye mwalimu. Shikilia maiki vizuri. Sema bismi. Kidole namna hiyo. Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa, na Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu, bali ni nabii wa Mungu. Nimekiri na kuamini. Karibu sana kwenye Uislamu ndugu yangu. Mimi nimekuamini kwamba uko zaidi ya miaka 18 kwa kauli yako uliyosema. Naomba uchague jina moja zuri la Kiislamu. Ungependa kuitwa nani?
Ibrahim. Ibrahim, takbir. Kuanzia leo wewe ni Ibrahim. Baba anaitwa nani? Julius. Ibrahim Julius. Babu mzaa baba. Baba alizaliwa na nani? Baba lakini sikumpata, nilipata ameshaje. Ulipata amekufa. Basi karibu kwenye Uislamu kwanza bwana Ibrahim. Pili, naomba uje ukae hapa tujadiliane mimi na wewe. Na huu mzigo wako uweke mahali pazuri pale pale, hauna shida. Njoo hapa. Huyu si mtu akumwachia mtoto wangu. 19 years. Una hakika? Haya, naomba kiti akae huyu kijana kidogo. Ibrahim, enda ukae pale, alafu naja tujadiliane. Naomba aliye na swali lolote akae pale kwenye meza. Mwalimu amefika na mimi pia nipo. Naomba yeyote aliye na swali akae pale kwenye meza. Ako hapo. Amka ukae pale ndugu yangu. Mwalimu, hebu niachie. Angalia kaka, karibu. Karibu kwenye meza ndugu yangu. Hebu mikono ya Waislamu tuko wangapi? 1 2, tuko wengi sana huko nyuma. Watu ni wengi mashallah. Haya. Mikono ya ndugu zangu wasiokuwa Waislamu. Mkristo yeyote anayempenda Bwana Yesu mkono juu. Wewe unakataa kuja huku kwa nini? Nani yuko mkono juu? Kwani leo mareverend wamesilimu kimoyomoyo? Kwa imani ya Kiislamu. Huyu jamaa, hebu huyu ndugu yangu ampiga kofia hivi. Habari yako? Huyu ampiga habari yako. Unaitwa nani? Hebu mpe, unaitwa nani kaka? Michael. Malaika. Mikaeli. Hebu karibia pale tuzungumze kidogo. Amka. Mimi nataka nikuulize wewe. Enda mpaka hapo kuna msichana. Naomba nikuulize wewe. Msichana kwa nyuma na mtoto. Amka, mimi nataka nikuulize swali moja tu. Swali moja tu, karibu. Karibu nawe. Habari zenu? Unaitwa nani? Musa. Ni Muislamu. Na ndugu yangu? Rajab. Na ndugu yangu? Amka bwana. Mikaeli, hebu kaa hapa. Mimi nakupatia kitu nakataa bwana. Hebu mpe Michael. Habari ya nyumbani? Dada huko nyuma. Mzima Kuulize. Wewe unaamini kuna Mungu? Ndio. Kabisa. Dadangu, habari yako? Ako wapi dadangu? Njoo dada hapa nyuma. Njoo. Nimekuja mpaka hapa, ingia hapa. Pita huko. Naomba kiti hebu. Dadangu mzuri ako hapa na Waislamu mmekaa. Hebu patieni kiti dadangu. Lete viti. Haina haja swali, njoo umweke hapa. Karibu kae hapa pamoja na malaika hapo. Uende ukapata habari za mbinguni. Karibu hapo. Tuko na malaika Mikaeli hapo. Majina mengine wallahi mazito. Mikaeli ule wa kutoa. Wewe Mikaeli, wewe unaamini kuna Mungu? Ndio. Mungu ni wangapi? Mmoja. Hebu msikize huyu jamaa, hebu mpe huyu. Wewe kelele. Habari yako? Unaamini kuna Mungu? Hakuna. Haya, mpatie huyu bwana. Umesikia anavyosema? Anasema hakuna nini? Hakuna Mungu. Wewe unamwambiaje? Mungu yupo mwanangu. Mungu yupo. Kweli. Huyu jamaa anadanganya. Anadanganya. Ama pengine haelewi. Au pengine amekunywa kidogo. Hata si kunywa, pengine haelewi. Na wewe unaamini yuko Mungu? Ninaamini yuko. Unamfuata? Kweli. Unamwabudu? Huyu Mungu wako anaitwaje? Si Mungu aliye mbinguni. Mungu ni cheo, ni sifa. Jina lake ni Mungu. Mungu ni cheo. Mungu ni sifa. Sawa Wewe unaabudu kanisani ama msikitini? Mimi nyumbani. Unaabudu nyumbani? Nairobi. Kwa hiyo unaabudu ndani ya nyumba? Ndani ya nyumba. Dini unayo? Sifuati dini yoyote. Hebu mpe dada.
Habari yako? Mwalimu kidogo unaniziba hapo. Habari yako dada? Nzuri. Habari ya nyumbani? Nzuri. Kaa kwenye hichi kiti hapa. Unaitwa nani vile? Sara. Zahara. Zahara. Sara. Sara. Dini yako? Kristo. Wa kanisa gani? Protestant wa Sunday. Sawa. Kanisa gani? New Jerusalem. Yaani Yerusalemu mpya. Unaonaje muhadhara wetu? Poa. Poa. Pengine ungependa kutuliza chochote? Kwani sasa sina swali sahihi. Sasa wewe ni wa New Jerusalem. Naweza nikakuuliza. Uliza kazi naweza kujibu. Unamwamini Bwana Yesu? Yesu alikuwa wa kanisa gani? Yesu ana dini, sisi ni wafuasi wake, ana dini. Nani huyo? Yesu. Yesu hana nini? Ana dini. Yeye ana dini yeye. Sisi ndio tunamfuata. Mimi nataka nikukaribishie mwalimu aje hapa. Lakini kabla sijamkaribisha huyu mwalimu, kuna mambo ambayo lazima Waislamu muyafahamu. Na haya masala mkishayafahamu, kila mmoja atajua nyumba yangu ya duniani nimeitengeneza, nimeipaka rangi, nimeweka kila kitu ndani, nimeweka masofa set na TV. Lakini nyumba hii mimi nitaihama, nitaingizwa kwenye nyumba yenye giza zaidi. Ile giza iko pale ndani. Pale ndani ile nyumba yangu inahitaji kunawirishwa pia. Atakayenawirishia kaburi yangu ni matendo yangu ya duniani. Haya matendo ambayo tuko nayo duniani yanatosha kwamba yamconvince Allah aifanye kaburi yangu iwe na nuru. Yaani watu wamenipeleka mpaka pale tunasemaje, pale Lang'ata, itoje Lang'ata. Nimetiwa ndani ya ardhi, nimewekewa pilo ya dongo hapo. Nguo yangu ni sanda peke yake. Nimefinikwa mbao, juu imeletwa tani 2 ya mchanga. Nitakaa pale kwa miaka nisiyoijua. Kiyama ijulikeni itasimama lini. B, pale lazima nipambane na munkari wa nakiri, wananingoja. C, pale itabidi nikae pale kwa miaka isiyojulikana hadi kiyama ipigwe parapanda ya kwanza. Parapanda ya kwanza, fa idha jaati swakha yawma yafirru almar'u, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi. Parapanda ya tatu, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kila mmoja asimame kwenye mahakama ya Allah akiwa uchi, nywele zote zimeregeshwa, tangu zile zimenyolewa utotoni, hizi kucha zimeregeshwa, meno yote yameregeshwa, hali ile ngozi ya kutairiwa Mungu anairegesha. Mwanadamu anasimama chini, ardhi inachoma, jua limeteremshwa karibu na vichwa vya wanadamu. La yatakallamuna illa man adhina lahu, hamna kuzungumza chochote, na tumechanganywa wanawake kwa wanaume mahali pamoja. Muislamu, unapotembea kwenye ardhi hii, hebu tuikumbuke ile siku. Hizi magorofa Allah anasema wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan, atajahalia hizi zote zitapondwa pondwa ziwe kama mavumbi. Na majabali Allah atayafanya nini? Yatakuwa kama sufi, watakunu aljibalu kal'ihni almanfush. Hii siku bado iko mbele, kila mmoja ajiandae. Jana mimi nilisimama hapa nikasema, Waislamu, tuko na msafara wenzenu, tunaelekea barabara ndefu sana ya kwa Wakamba. Gari yetu Waislamu inahitaji tairi 2. Leo alhamdulillah wale jamaa wamfanya service hapo ndani ya engine. Kulikuwa tabu, jamaa aligonga ile sehemu ya pale chini, imetengenezwa mashallah. Jana tulikusanya shilingi 1500. Jana tairi moja Waislamu ile nzuri, nimerudi pale 1500, the best type. Tukauliza kama yuko Muislamu aliyeruzukiwa na Allah atufungie hiyo tairi pale. Za Wakamba ziko hapa, moja shilingi 2000 unapata, 3000 unapata, but we need the best. Tukaeka hadi leo tumalizie.
Waislamu tunahitaji tairi moja na tunahitaji full tank ya mafuta. Mbona tuzalilike kila siku mbele yenu Waislamu? Ikiwa yuko aliyeruzukiwa na Allah anajua mimi nataka janna. Janna ni expensive Waislamu. Kila mmoja akiomba anaomba janna. Kitambo mimi nimeingia janna, hapa katikati kuna mengi lazima niyapitie kwanza. Leo naomba nipate full tank ambayo ni 8000 na shilingi 5000. Hiyo ni shilingi 10013. Muislamu, hatukulazimishi, ni akaunti yako mwenyewe ya akhira. Ama nunua tairi utuletee saizi 16, gari yetu ni kubwa sisi. Waislamu, naomba kila mmoja aangalie akaunti yake ya dunia, achukue kile anachochukua aweke kwenye akaunti ya akhira, amwambie Rabbi ibnili indaka baitan fil janna, huenda nikaja nijengee nyumba yangu peponi. Naomba nihesabu Waislamu 13 kwa dakika 3 tu ama 4, nimkaribishe mwalimu mwenza aje hapo. Wewe unasikia mtu anakuambia hakuna Mungu, subhana malikin nas, na anakula riziki ya leo, anasema hakuna Mungu. Yani mimi nisimamia hapa sema hakuna rais Kenya, sinajitafutia balaa. Nani Muislamu wa kwanza anasema Sheikh, hii inaweka kwenye akaunti yangu ya akhira? Kwenye mpesa umeweka ngapi? Naomba Waislamu 13, 1 2 3 4 5. Nani yuko tayari wa kwanza? Sote tunyanyue mikono tukuombee dua Muislamu. Wallahi 1000 na mkaka, shilingi 1000. Allahu akbar. Kwa mpesa. Haya, fungua simu nikupatie namba. Haya, mwingine nani wa pili? Mwenyezi Mungu amuingize janna. Allah muhifadhi katika dunia na akhira, amjaalie min ibadillahi salihin. 0741. Mwingine wa pili nani? Shilingi 1000. Naam. Allahu akbar. Haya, inshallah iko kwa mkono ama kwa mpesa. Haya, fungua namba ya simu iko hapa. Nani watatu? Kuna Waislamu wawili, Allah muingize janna, amjaalie min ibadillahi salihin. 0741 753520. Nani mwingine inshallah wanne? Watatu. Muislamu, angalia akaunti yako 0741 753520. Nani mwingine inshallah? Bismillah. Watatu. Tuko na 2000 peke yake Waislamu. Ainama watakunu yudrikumul maut, popote utakapokuwa mauti na kuingilia tu moja kwa moja. Nani watatu inshallah? Bismillah. Muislamu, jiangalie kwenye mpesa yako, angalia mfukoni mwako, umekula riziki yake mara ngapi? Tumekula ngapi? Mko na Waislamu wawili tu. Nani watatu na wanne? Angalau tupate hizi 5000 tu na 500 za tairi ya pili. Nani mwingine? Bismillah. Kila mmoja ameangalia chini. Aya, shilingi 500. Waislamu wanne tu. Nani yuko tayari inshallah? Bismillah. Allahu akbar. Shilingi 500. Yule nani Muislamu yuko tayari? Kila mmoja ameangalia chini. Aya, 200. Waislamu 10 inshallah. Tembea tu kwenye ardhi ya Allah. Sisi kesho hamtatuona hapa, tunaelekea msafara mrefu sana. 200. Nani yuko tayari ndugu zangu? Bismillah. Kila mmoja ameangalia chini. Bismillah. Kaka, nimekuona, acha nije. Barakallahu fik. Allah kujalie min ibadillahi salihin fi din wa dunya wal akhirah. Barakallahu fik. Nani wa pili? Bismillah. Hizi ni makaratasi ndugu yangu, unaziacha hapa, unakwenda wewe na amali yuko. Bismillah. Basi shilingi 100 Waislamu. Wallahi tupata shilingi 2000. Naam kaka. Barakallahu fiki wa jazakallahu khair. Allah kufungulie milango ya riziki, akujalie min ibadillahi salihin. In tansurullaha yansurukum. Tuko na shilingi 3000 kamili. Nani watatu, wanne na watano na wasita? 500 tu kaka. Mimi nikizungumza unaangalia sana huko mbele huko. 500. 200 Sheikh. 500. Aya, 0741 75 35 20. Takuletea Juma Chi Rungenge.
Haya, tuko na 3,500. Bado shilingi ngapi? Bado shilingi 2,000. Nani mwingine? Bismillah. 200 inshallah. Hapa stende 100, labda waislamu wote watainua mkono. 100 bado waislamu ngapi? 20 tu. 100 mara moja. Tutakuwa tumpata 2,000 na nsonga baba. Njoo Sheikh wangu. Barakallahu fika. Haya bwana. Mimi nimeshafika, niko hapa. Barakallahu fika. Allah akufungulie milango ya riziki. Nani mwingine upande huu? Barakallahu fika. Allah akufungulie milango ya riziki. Akujalie min ibadillahi salihin. Nani mwingine? Shilingi 100 waislamu. 100. Bawol. Bismillah. Huku waislamu kidogo tumenyamaza sana. 100 ama shilingi 50. Bismillahirrahmanirrahim. Mashaallah, barakallahu fik. Allah kuzidishie katika dunia yako na akhira yako. Uko na waislamu watatu, bado waislamu wengi sana. Okay, 0741 75 3520 0741. Naam, mashaallah, Allah wapetana inshallah. Waislamu tuko na shilingi 1000, bado shilingi 1000. No, 1,700. Nani yako tayari inshallah? Shilingi 1000, subhanallah, na 200. Naomba 1,200. Nani muislamu atachukua thawabu hizi? Allahu akbar. Mimi nakuangalia, shehe, utatoa saa ngapi? Bado 1,100. Bismillah. Leo maswali naona wamerudi wale. Waislamu, hebu haraka nipeane maiki kwa ustadhi hapa. Bado 1,100. Nani muislamu achukue thawabu hizi? Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Haya, mwingine huyu. Allahu akbar. Bado 950. 950. Muislamu njoo. 950. Nani achukue thawabu hizi ndugu zangu? Nani yako tayari? 950. Inna lillahi. 950 waislamu. Naomba 950. Alafu tuagane. Sisi kesho tunasafiri biidhnillah inshallah. Wallahi mzigo imefika hapa. Bado kidogo ifike kwa kichwa. 950. Naomba 200, 150. Tujazie waislamu. Allahu akbar. Basi na imani yuko naam. 0741 75 3520. Anajua kile ameongeza ni ngapi. Kaka nije. Basi inshallah bila kupoteza muda, naomba nimpandishe mwalimu mwenza hapa aweze kuendelea na palipobakia mimi nakaa chini. Barakallahu fika. Nani wewe ndo unasema hivi? Sijauliza ni nani Abu Jahl. Sema mimi si Abu Jahl, naisha. Mimi najua historia ya Waarabu. Sijauliza Waarabu. Ni Qur'an 7:157. Hamda sawa. 7:157. Inasemaje? 7:157. Inasemaje? Na sasa 158 hapo. Msomee. Inasema mwalimu, mimi kazi yangu ni usomaji tu. Qur'ani sura ya 7 aya 157. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi, mtume ambaye ni nabii tena ummi, asiyejua kusoma, hajui kusoma wala kuandika. Mtume huyu hajui kusoma wala kuandika. Na juu ya hivi atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu, ambaye wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili, ambaye anaamrisha mema na anakataza maovu na anakataza yaliyo mabaya. Patie, ameitisha. Swali yako. Ningependa ni unifanulie hii aya ambao kwamba wanafuata huyo mtume
hao watu wanafuata Muhammad. Nabii asiyesoma wala kuandika, anayemkuta kaandikwa kwao. Hawa watu ambao wanafuata Muhammad wanapata Muhammad ameandikwa kwao katika Taurati na Injili. Mimi ningependa kujua hawa watu ambao wanafuata Muhammad na wanapata Muhammad ameandikwa kwao katika Taurati na Injili ni watu wa dini gani? Mpe 28 suratul Qasas aya 53. Soma ile barua aliyesoma barua 28 53. Watu gani hao ambao wanamfuata Muhammad na waliona imeandikwa kwao kuhusu Muhammad katika vitabu vyao? Ni kina nani? Inasema mwalimu Suratul Qasas. Naam. Inasema mwalimu Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam. Na wanaposomewa wanasema tumeamini hakika hii. Aya ngapi unasoma? 28:53. Anza 52. Wale tuliowapa kitabu wanaitwa ahlul kitab. Endelea. Wale tuliowapa kitabu kabla yake, enda mbio. Wale tuliowapa kitabu kabla yake, wale tuliowapa kitabu kabla ya hii Qur'ani, wakiamini hii Qur'ani, wanaposomewa wanasema tumeamini hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni Waislamu tulionyenyekea. Mpe anaye. Hawa ni baadhi ya ahlul kitab. Walipomuona mtume na wakasikia Qur'ani, wakasema tumeiamini na wakasilimu, na wakamjibu mtume wakasema hakika hii maneno uliyotuletea kabla yake hii maneno tulikuwa sisi ni Waislamu. Kwa sababu gani? Ujumbe uliokuja nao wewe Muhammad haina tofauti na ule ujumbe wa Taurati na ujumbe ule tuliosikia wa Injili. Kwa hivyo wakaamini, wakasilimu, na Mwenyezi Mungu akawa anawalipa mara mbili. Sasa kwa kumfuata Nabii Muhammad na zamani kwa kumwamini Nabii Musa katika Taurati. Kwa hivyo hao ni ahlul kitab waliosilimu, ni Waislamu na waliona katika maandiko yao ameandikwa Muhammad na wakamwamini. So hawa watu ambao waliona Muhammad katika vitabu vyao na wakaona Muhammad pia na wakasilimu, walikuwa ni Waislamu waliopewa vitabu. So umesema hivyo, walikuwa ni Waislamu, walikuwa ahlul kitab, Waislamu, Wayahudi. Waislamu, Wayahudi ni kabila ama uelewi? Ulisema hakuna Wayahudi Waislamu. Ngoja kidogo, hakuna Wayahudi Waislamu. Hii ni specific group. Nisikize, kuna aya ambayo ni specific na kuna aya ambayo ni general. Aya hii ni specific kwa watu wanaitwa ahlul kitab, Waislamu. Sasa nisikize nimalize. Hawa ahlul kitab waliposikiliza Qur'ani wakafurahi, wakaamini hiyo Qur'ani na wakamwambia mtume hakika sisi kabla ya hii Qur'ani tulikuwa ni Waislamu. Kwa hivyo wao kusilimu kwao ni kuthibitisha yale ambayo tayari waliona ndani ya vitabu vyao kuwa Muhammad ameandikwa kwao kuwa ni mtume wa Mungu na wakamsadiki. Na Mwenyezi Mungu akasema walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk. Wale tuliopatia kitabu baadhi yao wanafurahi na wanasilimu, lakini kuna wengine wanakataa. Hiyo ni grupu nyingine. Nieleze alafu ndio unijibu. Ajieleze. Wacha nisomee Qur'ani 3. Kwani umeruka tena hii? Ngoja, ni hiyo. Bado tuko 758. Sawa. Basi wacha tukae hapo. Sasa hao watu ambao walikuwa ni Waislamu, walisoma habari za Muhammad katika Taurati na Injili. Yes. Na waliona Muhammad. Naam. Na walisilimu. Naam. Walikuwa Maka. Si walikuwa Madina. Kwa hivyo Waislamu tayari walikuwa Maka, Madina kabla Muhammad hajazaliwa. Walikuwa ni watu wa tauhid, walikuwa naamini subiri kidogo. Waislamu walikuwa Madina na Maka kabla Muhammad hajazaliwa. Kidogo. Nini maana ya kusilimu? Hebu nisikize basi. Nisikize basi. Before Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna wale walikuwa katika njia ya sawa. Tunisikize nimalize. Sasa ni nini unabishana? Walikuwa katika njia ya sawa kabisa. Hawakuwa katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanaamini tauhid na Uislamu umejengwa katika tauhid. Mtu yoyote alikuwa anaamini kabla ya Nabii Muhammad masala ya tauhid, hamshirikishe Mwenyezi Mungu, ni Muislamu. Walikuwa wanaamini hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah. Kisha walikuwa wanaamini Musa ni mtume, Isa ni mtume, Daud ni mtume na Muhammad bado hawajamuona, lakini walikuwa wanamsubiri. Imeandikwa katika vitabu vyao atakuja mtume ambaye ni nabii ummi asiyejua kusoma na kuandika. Ilipodhihiri haki kwao
wakasema huyu ndio yule tulikuwa tunamsubiri. Sasa sasa hivi imebaki nini? Kusema tu Muhammadur Rasulullah. Tayari washasema la ilaha illa Allah, imebaki waseme Muhammadu Rasulullah. Wakasema, mpe amalize. Mwalimu, piga michuzi yake sasa. Soma sasa. Michuzi ndio mtamu. Inasema Naam. wale ambao uliwateremshia Taurati na Injili kabla ya kuteremsha Qur'ani na wakaviamini vitabu hivyo viwili, wakasadiki yaliyotajwa humo juu ya habari za Muhammad na kitabu chao, huamini Muhammadi na kitabu chake. Hao wakisomea Qur'ani hufanya haraka kutangaza imani yao, husema tumeamini hayo, kwani hayo ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi, na sisi tulimjua Muhammadi na kitabu chake hata kabla ya kuteremshwa kwake, nasi tumenyenyekea kabla ya kusoma kwake. Tulia sasa. In short, walikuwa wanaamini la ilaha illa Allah, wanaamini Isa Rasulullah, wanaamini Musa ni mtume wa Allah. Imebaki waseme Muhammadu. Walipomwona Muhammad wakasadiki, wakasema Muhammadu Rasulullah. Wakawa wanalipwa mara mbili, kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Isa na Musa, na saa hii wanalipwa lao wangekufa katika hiyo imani, wanaenda janna kwa sababu wanaamini tauhid. Lakini walipomwona Muhammad wangemkufuru, wangeenda jahannam, lakini hawakumkufuru, wakamsadikisha, wakamkubali huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wakasilimu. Kusilimu kwao ni kule kumsadikisha Muhammad, na Uislamu wao wa kwanza ni kule kumkubali Musa kuwa ni mtume wa Mungu na Isa mtume wa Mungu. Lakini Wakristo hao tulionao wamemkataa Muhammad, wamemkataa Isa, wanasema Isa ni Mungu badala ya Mwenyezi Mungu. Mpe mzee, nishamalizana na Abu Jahl.